kweli kwamba vita imekuwa ikisababisha mafuta kupanda kwa mtazamo wako? Vita ya Marekani na Irani na mataifa mengine kimataifa huko. Hiyo kiasilimia fulani imechangia. Vita imechangia. Lakini serikali yetu ilishasema ina akiba. Kwa ile akiba singeendelea kutumika. Kwa sababu hapa wanaoumia ni wananchi wa kimo cha chini, ambao ndo sisi. Mage mpaka ngogo wenyewe imeshapanda bei. Paka bamia sokoni pale tumeshazoea, hata fungu unakuta pale hata 300 unapata fungu, ngogo ziko 10, 6 sasa hivi upewi. Nyanya yenyewe unauziwa ngapi sasa hivi? Kila mtu anakuambia sasa kila kitu kimepanda. Kila kitu kimepanda. Mafuta ya kujipaka leo na mboga yamepanda. Na watu walikuwa na stoku zao. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel au Masawe. Sawa, tuambie mtazamo wako ni upi? Mafuta hali kwanza ikoje na unatuambiaje kwenye hii vita imesitishwa? Yaani kupunguza wao bado mambo ni yale siasa. Sasa sijajua kama watapunguza au wataongeza, sielewi mpaka sasa hivi. Lakini kwa wakati huu kwa kweli tuko hali mbaya. Abiria wenyewe wanateseka, wanalalamika. Serikali ingestahili tuagizie kana kwamba bwana tuna mpango wa mafuta labda miezi miwili kabla, tukae tujadili kana kwamba mafuta yatapanda, tujue bei tutafanyaje. Na ule wa abiria wanalalamika sana. Kwa hiyo hilo jambo ni ngumu sana brother. Kwenye hii vita ya Irani na Marekani kusitisha, unaamini kwamba kutakuwa na uweni au mambo yakoje kwenye siasa zao? Sasa unajua yataweza yakashuka. Hilo hatujui kama atashuka atapanda, lakini ingekuwa inashuka ingekuwa afadhali kwa abiria na wasingetulalamikia. Unatamani serikali ifanye nini mambo yakae sawa? Serikali ingekaa vizuri, watoe kodi zile tozo za fati, kodi zingine wapunguze ili mafuta nayo yaweze kupunguzwa na nauli nayo iwe imepungua tangalau kwa abiria. Ni kweli vita imesababisha mafuta kupanda kwa mtazamo wako? Vita ni sahihi kabisa, lakini tuliahidiwa kana kwamba tuna mafuta ya miezi. Naomba useme issue ya vita kuanzia hapo. Vita si nini hapo ndo uweke sababu zako. Kwa vita ni sahihi, maana kwa asilimia kubwa mafuta yanatoka kwa Waarabu huku. Hasa kule walipopigwa lazima vita itakuwa imesababisha mafuta kupanda. Lakini serikali ingestahili ikae kwanza na wadau wote. Tuseme kama wasafirishaji, LATRA, wakae kwa pamoja wajadili kana kwamba hii mafuta yamepanda, tutafanyaje? Tangu Tanzania pate uhuru mafuta hayajawahi kupanda kwa ukubwa kama hii. 1000 ni nyingi sana. Hayo mengine yasingetumiza ingekuwa kama 300, 400 sio mbaya, lakini ni 1000 ni kubwa sana.